Ushindani kati ya nchi za Magharibi na China kuhusu madini ya thamani kubwa, metali muhimu na rasilimali za nishati barani Afrika unaongezeka kwa kasi, huku mahitaji ya kimataifa kwa malighafi zinazohitajika katika nishati safi, teknolojia za kisasa na mifumo ya ulinzi yazidi kuongezeka. Barani kote, serikali zinashuhudia kuongezeka kwa shauku ya wawekezaji wa kigeni kuhusu madini ya cobalt, lithium, shaba, graphite, nickel na madini ya thamani kubwa, madini yanayochukuliwa kuwa muhimu kwa magari ya umeme, uhifadhi wa betri, paneli za jua, mitambo ya upepo na viwanda vya teknolojia za hali ya juu. Ushindani huu umeifanya Afrika kuwa kitovu cha mashindano ya rasilimali kinachoumba mlinganyo mpya wa kisiasa na kiuchumi. China imeweka uwepo wake wa mapema na mkubwa katika sekta ya madini barani Afrika kwa zaidi ya miongo miwili iliyopita. Kampuni za China za serikali na binafsi zimepata hisa kubwa katika shughuli za uchimbaji katika nchi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zambia, Zimbabwe, Guinea na Namibia. Katika baadhi ya kesi, kampuni za China hazichimbi tu madini bali pia zinatoza fedha kwa ajili ya reli, barabara, mifumo ya umeme na viwanda vya uchakataji vinavyohusiana na maeneo ya uchimbaji. Wataalamu wa sekta wanasema kuwa faida za China ipo katika udhibiti wake wa uchakataji wa madini na uwezo wa kusafirisha malighafi, ambapo madini mengi Afrika hubadilishwa kuwa viwango vya betri, malighafi za viwandani. Muunganiko huu wa wima unawezesha kampuni za China kuhakikisha mnyororo wa usambazaji wa muda mrefu unaunganishwa na sekta zao za viwanda za ndani. Nchi za Magharibi sasa zimeongeza mikakati ya kukabiliana na hili kwa lengo la kupanua vyanzo vya usambazaji na kupunguza utegemezi kwa mtiririko wa madini unaodhibitiwa na China. Marekani, Umoja wa Ulaya na washirika wake wameanzisha programu mpya ya kifedha, ushirikiano wa kimkakati na jukwaa la uwekezaji la umma na binafsi linalolenga miradi ya madini na nishati barani Afrika. Miradi kadhaa inayoungwa mkono na nchi za Magharibi inalenga kupata hisa katika madini, kuimarisha mfumo wa leseni ulio wazi na kuhamasisha uchakataji wa ndani ili kuongeza thamani. Maafisa wanasema njia hii inalenga kuunda mnyororo wa usambazaji wenye usawa zaidi, huku ikizingatia kanuni za utawala na mazingira. Ushindani huu hauishii kwenye sekta ya madini pekee, bali unaenea kwenye sekta ya nishati kwa ujumla. Wawekezaji wa kigeni wanaongeza uwepo wao katika gesi asilia, nishati mbadala na upanuzi wa gridi za umeme barani Afrika, wakitazamia miradi hii kama fursa za kibiashara na mali za kimkakati zinazohusiana na usalama wa nishati ya baadaye. Serikali za Afrika zina wajibu wa kupitia upya mikataba, kurekebisha sheria za madini na kuhimiza ushiriki mkubwa wa kitaifa katika sekta ya uchimbaji. Baadhi ya nchi zinatambua mahitaji ya ushiriki wa ndani na kuanzisha kampuni za madini za serikali ili kupata mpato zaidi na ujuzi wa kiufundi kutoka kwa ushirikiano wa kigeni. Shirika la kikanda na mamlaka za kitaifa sasa linazidi kuhimiza uchakataji wa ndani wa madini na maendeleo ya njia za viwanda zinazohusiana na maeneo ya uchimbaji. Miundombinu, uhamasishaji, teknolojia na maendeleo ya ujuzi vinazidi kuwa hoja muhimu katika mikataba mipya ya rasilimali. Kadri mpito wa nishati duniani unavyokaza, mahitaji ya madini muhimu ya Afrika yanatarajiwa kuendelea kuongezeka na kuhakikisha ushindani kati ya nguvu kuu za dunia kwa upatikanaji, ushawishi na usalama wa usambazaji utaendelea kuwa mkali katika miaka ijayo. Hii ni Ripoti ya Media wa Express na mimi ni Hassan Magulumali.